Eti unamkuta mwanaume anamcheka mwanaume mwenzake kisa kaambiwa kwamba ana tezi dume, au unamuuliza mwanaume kwamba je, wewe una tezi dume? Anakwambia hapana, sina tezi dume. Sikiliza nikwambie kitu mwanaume. Mwanaume yoyote yule, hata akiwa mtoto wa kiume amezaliwa leo, huwa anaitwa kiungo cha tezi dume. Vinakuwa ni kama viaraji ambavyo viko chini ya kibofu cha mkojo, ambayo moja ya kazi yake kubwa sana ambayo inatusaidia sisi wanaume ni kutengeneza majimaji, ambayo majimaji hayo yanachanganyikana na mbegu za kiume na kutoka nje kwa mwanaume kupitia katika njia ya mkojo na kutoka kule nje na kuonekana kama shahawa. Kwa shahawa unazoziona ni muunganiko kati ya majimaji yanayotoka katika tezi dume pamoja na mbegu za kiume. Zikikutana ndio zinapotoa kitu kinachoitwa shahawa. Ndio maana ukimkuta mwanaume ambaye anakwambia kwamba anafanya tendo la ndoa lakini hafiki, au anafanya tendo la ndoa lakini mbegu hazitoki, na maana kuna shida katika tezi dume yake, kwa sababu mbegu peke yake haziwezi kutoka mpaka majimaji hayo ya kutoka kwenye tezi dume yaweze kutoka na kwenda kuchanganyikana na zile mbegu, ndipo zitoke kama shahawa. Kwa hiyo nadhani leo utakuwa umejifunza kitu kizuri ambacho kinaweza kikawa ni faida kwako. Kila mwanaume anazaliwa na tezi dume, na tezi dume ndiyo kiungo bora katika mwanaume rijali.